Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa ba'du. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia nyingi zada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mpenzi mtazamaji, unanifuatilia katika darasa zangu mbalimbali kupitia Ngaukola Media. Leo tupo na miongoni katika jambo lenye elimu na ubora wa ukafahamu baadhi ya mambo ambayo yanaweza kuwa na faida katika maisha yako. Bwana, leo nataka tuzungumzie yale ambayo tusiwajua kwa viumbe wanaoitwa majini. Hivi ulishawahi kusikia kiumbe anaitwa jini? Ama ulishawahi kumsikia mtu anawazungumzia viumbe wanaitwa majini? Basi nataka nikwambie, kama uliwahi kusikia kiumbe anaitwa jini, basi jini ni miongoni katika viumbe ambao wameumbwa na Mwenyezi Mungu na wako katika dunia, ambao majini hawa wapo katika ulimwengu na wanafanya mambo yao, japokuwa kwa kuweza kuwaona ama kwa kutokuwaona. Majini hawa wamekuwa na sifa mbalimbali na ziko koo nyingi sana za majini, na kila koo huwa ina kazi yake na athari yake, na kila koo huwa inakuwa na taratibu zake. Hawa viumbe ambao tunaitwa majini ni viumbe ambao wasioonekana katika maumbile yao ya asili, japo kuna wakati wanaweza kuonekana kwa kujibeba katika baadhi ya maumbile ambayo maumbile hayo pengine unaweza usijue kwamba huyo kiumbe anaitwa jini. Sasa majini hawa Mwenyezi Mungu aliwaumba katika dunia na waliweza kuwepo kabla hata mwanadamu haja kuweko. Wako ambao waliofanya ufisadi mpaka Mwenyezi Mungu kuja kuangamiza, lakini baada ya hapo majini hawa waliendelea kuwepo katika dunia mpaka sasa tunapozungumza, wako na wanaishi miaka mingi, wako wanaendelea kusurvive katika dunia. Viumbe hawa majini wanaendelea kufanya shughuli zao na mambo yao. Ni viumbe ambao Mwenyezi Mungu amewajalia wamekuwa na uwezo mkubwa kiasi fulani, unaweza kukuta ni tofauti hata na wanadamu. Wanadamu kuna wakati amejaliwa maarifa na akili, lakini uwezo wa nguvu zake ikawa hauwezi kufananisha na majini. Maanake majini wana uwezo mkubwa kwa maana ya kinguvu, lakini hata katika mifumo ya kimaono majini wamekuwa ni viumbe ambao Mwenyezi Mungu amewapa uwezo kuwashinda hata wanadamu. Wakati fulani zimeingia dhana kwamba mtu anapotumia majini katika baadhi ya mambo inaonekana kana kwamba anafanya ushirikina. Yani ikitokea mtu anawatumia majini katika kuweza kusaidiana baadhi ya mambo, inaonekana kana kwamba anafanya ushirikina. Dhana hii imekuwa ni dhana iliyoweza kuingia na kwenda kudhoofisha baadhi ya mambo kwa sababu tu ya kutumika majini. Sasa nataka nikwambie ukweli ambao pengine hujawahi kufahamu juu ya viumbe ambao wanaoitwa majini katika maisha yako. Kitu ambacho hujajua, wale ambao wanasema pengine kumtumia jini ni ushirikina, nataka nikwambie dhana ya kutumia kitu kwa ushirikina inategemea na imani ya mtu. Maanake hata wewe unanisikiliza unaweza ukawa mshirikina hali ya kuwa unajiona sio mshirikina. Mfano, let's say leo tuko watu tunaishi, lakini wako ambao watu wanawategemea wanadamu nje ya Mwenyezi Mungu. Maanake wewe pia unaweza ukawa mshirikina, wewe ambaye unamtegemea mwanadamu kuliko hata unapomtegemea Mwenyezi Mungu, maanake huo pia ni ushirikina. Lakini kadhalika wako watu ambao wanaumwa, wanaenda hospitalini wanatibiwa na wanaamini kabisa bila dokta fulani kuweza kumsaidia basi yeye asingeweza kupona, pengine angeweza kufa. Maana yake ametoa uwezo wa Mwenyezi Mungu na amempa nafasi hiyo kiumbe ambaye ni mwanadamu, maana yake pia huo ni ushirikina. Alikadhalika pengine inawezekana una mlinzi wako yuko nyumbani, mlinzi ule anakusaidia kulinda, umelala ndani. Maana yake sasa ikiwa unalala unategemea mlinzi yule ndo anaweza kusaidia kwa kila shari na mtihani utakojitokeza katika nyumba yako na ukaacha nafasi ya Mwenyezi Mungu, maana yake asili yake hapa pia umefanya ushirikina. Halikadhalika pia hata katika majini, ikiwa wewe pengine unaweza kuwatumikisha majini na unaamini jini ndio kila kitu, huwezi kubabaika wala kuathirika na uchawi wa aina yote ule, ukaamini kwamba jini ndio ana nguvu kubwa kushinda kitu chochote na chochote kinaweza kufeli mbele ya nguvu za jini, maana yake pia hapa utakuwa umefanya ushirikina. Tunapozungumzia ushirikina ni dhana ambayo ni pana, na ili uweze kutambua maana yake lazima ukae chini uweze kuambiwa. Sasa kama ilivyokuwa ushirikina maana yake kukipa kitu nafasi ambayo alistahili kuipa Mwenyezi Mungu, ama kuweza kukitegemea kiumbe ambao kiumbe hiko upaswa mtegemee Mwenyezi Mungu, maana yake huo ni ushirikina. Basi ushirikina tunaweza kufanya mpaka katika maisha yetu ya kawaida. Maana yake dhana ya shirki inabaki kuwa ni katika imani ya mtu juu ya utegemezi wa kiumbe nje ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi nakwambia kwamba majini wakati fulani unaweza kuwatumia na isiwe ushirikina, kama vile ambavyo
unaenda hospitalini ukamuona daktari akakutibia, kisha ukamshukuru Mungu na ukasema, lau asingelikuwa Allah kunijalia kufika kwa mtu huyu, basi nisingepona, Mwenyezi Mungu asingejalia nikapona. Maana yake hapo utakuwa umetawakali kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia kadhalika unamuomba mtu pesa, lakini kabla hujamuomba mtu pesa tayari ushamuomba Mwenyezi Mungu, ya Allah nijalie nikaenda kwa mtu fulani, basi wewe pesa kunisaidia, iwe sababu ya yeye kunisaidia tatizo langu likaondoka. Umemwomba Mwenyezi Mungu kisha kaenda kwa yule mtu, maana yake imekuwa ni asbabi. Kwa mara nyingi sana sasa watu wengi wanatumia asbabi ya vitu kuviweka katika ushirikina. Kumbe Mwenyezi Mungu anatuambia watainahu bikulli shay'in sababa, Mwenyezi Mungu amejalia kila kitu huwa kina sababu yake. Hivyo hata katika kuwatumia majini, mandhari umempa Mwenyezi Mungu nafasi yake na ukatumia majini kama ni sababu, hapa tena hakuna ushirikina. Shiriki itabaki katika imani yako. Mathalan, kuna mtu anaumwa maradhi, pengine ana uchawi, na uchawi ule pengine kwa jicho la kawaida siwezi kuliona, ndio kaweza kumfanzia dua, lakini akawepo jini ambaye anaweza kufanya tiba ile na ule mtu akapona. Kisha nikamwambia Mwenyezi Mungu, jalia kwa tiba hii tunaifanya, basi Mwenyezi Mungu hiyo sababu ya kumponya mja huyo, basi maana yake kumtumia ule jini bado haijawa ushirikina. Kadhalika jini unaweza kumtumia hata katika mambo mengine mengi. Mathalan, leo wewe umeona kwamba sehemu fulani kuna jambo fulani, lakini ile jambo pale maana yake nguvu niliyokuwa nayo mimi siwezi, pale nguvu ya jini itatumika. Inaweza ikawa sawa ukaenda kutumia jini kwenda kusaidia jambo lile kama sehemu ya sababu, hapa bado hujafanya ushirikina. Maana yake ukiona wewe nguvu zako haziwezekani, sawa, usiseme ngoja anamwachia Mwenyezi Mungu afanya. Mwenyezi Mungu ameweka kuna vitu ambavyo vinaweza kufanya kazi kwa minajili ya kuweza kuleta msaada katika maisha yako. Mathalan, leo umeona kuna dumu la lita 30 au lita 20. Dumu lile kutokana na afya yako dhaifu huwezi kulibeba, ukamwambia mtu nisaidie kulibeba lile dumu. Maana yake wewe umemwambia yule akusaidie, sio maana unamwamini kwamba yule ni Mungu mwenye uwezo kila kitu, ila unaamini nguvu aliyokuwa nayo na kwa wewe mkilinganisha azifanani, anaweza kukusaidia katika lile dumu. Maana yake ni kwamba akaja akalibeba lile dumu, bado hujafanya ushirikina. Lakini ungeamini kwamba dumu lile pasipokuwa yule kiumbe aliyeko pale, basi maana yake lisingeweza kutoka pale, hapa sasa utaingia katika dhana ya ushirikina. Kwa ukweli wa mambo ambayo watu wengi haufahamu, kwa maana jini ni kiumbe ambaye unaweza kumtumia kwa minajili ya namna yote ile, isipokuwa ndani yake utakiwa kutegemea katika uwezo wake na ukaacha nguvu za Mwenyezi Mungu. Maana yake jini anaweza kutumika kama sehemu ya sababu, lakini uwezo wa utendaji wa jambo hilo ni Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana Allah anatuambia la haula wala quwwata illa billah, hakuna chenye nguvu wa kushinda nguvu ya Mwenyezi Mungu. Maana yake nguvu za Mwenyezi Mungu ni nguvu zilizokuwa kubwa, lakini kwa sababu ya mambo hayo Mwenyezi Mungu pamoja na nguvu hizo akaweka viumbe ambao wanaweza akawa na nguvu wa kuweza kusaidiana. Leo kuna watu wanatumia punda kwa ajili ya kubeba mizigo. Maana yake mwenyewe alikuwa na uwezo wa kubeba ile mizigo, sasa akaamuru punda aweze kumsaidia mizigo yake kutoa shambani kupeleka nyumbani. Haimaanishi kwamba huyu alimtumia punda yule maana yake tayari amefanya ushirikina, hapana, bali amempa nafasi punda ya kubeba mzigo kama ilivyokuwa ambavyo imetakikana kufanyika.